baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninawahusieni na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha na kumwabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala. Asema mwanachoni mmoja, ta'sil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu, hadha li'umri fil fi'ali badi'un, innal muhibba liman yuhibbuhu muti'an walau kana hubbuka sadiqan la ataitahu. Asema kwamba unadhihirisha mapenzi yako kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa huko unaendelea kumuasi Mola huyo. Hakika anayempenda mtu kwa ukweli angelikuwa anamtii na kumfuata, basi ingalikuwa mapenzi yako ni kweli kwa Mola wako, basi ungemtii Mola wako. Ama mawdhu'u khutbatina al-yawm, sanatahaddathu an qisari a'mari ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ikhwa, mawdhu'u ya khutba yetu ya leo, ingawa ni khutba ambayo hatukuweza kupata muda wa kuandaa kwa ufanisi kwa sababu mwaliko umekuwa ni wa ghafla, lakini katika pita zangu katika vitabu nikakutana na hadithi moja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi inayopatikana katika sahihi ya Ibn Majah kwa hadithi nambari 4236. Ni hadithi iliyosahihishwa na al-Imam al-Albani katika Sahihul Jami', hadithi nambari 1070. Ndiyo hadithi ambayo tukaonelea tuijenge khutba yetu juu yake. Amma maudhui ya khutba yenyewe inasema an qisari a'mari ummati Muhammad, uchache wa umri ya umma ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi iliyosimuliwa na Abi Huraira radiyallahu anhu, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam asema a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallahum man yujawizu dhalik. Katika riwaya wa aqallahum man yajuzu dhalik. Ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, a'maru ummati, umri ya umma wangu, yani kiwango ambayo umma wangu watakwenda kukaa katika ulimwengu huu, asema ni kati ya miaka 60 mpaka miaka 70. Wa aqallu man yujawizu dhalika, katika riwaya wa aqallu man yajuzu dhalik, asema ni wachache katika umma wa Muhammad ambao watakuwa ni wenye kupita hizo miaka 60 hadi 70. Ikhwa, i'lamu anna al-umra ni'matan min ni'ami Allah ta'ala. Tufahamu ya kwamba umri ni neema miongoni mwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idhan la budda min ash-shukr, kwa hivyo basi hakuna budi kushukuru katika ile neema ya umri ambayo Mola subhanahu wa ta'ala amekuwa ni mwenye kutujalia. Naam, asema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Saba, asema Mola subhanahu wa ta'ala i'malu ala Dauda shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Asema Allah subhanahu wa ta'ala i'malu, wajifunze ama mjue enyi watu wa Daud, mjifunze kumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala. Allah kamalizia kwa kusema wa qalilun min ibadiy ash-shakur, ni wachache katika waja wa Mola subhanahu wa ta'ala ambao wanapatapo kumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala akatupa neema ya umri, basi hakuna budi kumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala katika kutupatia umri kama hiyo. A'maru ummati ma baina 60 ila 70, umri ya umma ya Muhammad ni kati ya miaka 60 hadi miaka 70. Naam, limadha qusira a'maru hadhihi al-umma, kwa nini umma hao wakapatiwa umri uliokuwa mdogo kiasi hiko?
Ukiangalia katika khulafa ar-rashidin, asipokuwa Uthman radhiyallahu anhu, wale wengine wote walikufa kwa miaka 63. Mata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa umruhu 63. Alikufa mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa umri yake ni 63. Alikufa Abu Bakar radhiyallahu anhu hali ya kuwa umri yake ni miaka 63. Akakufa Umar radhiyallahu anhu hali ya kuwa umri yake ni miaka 63, na akakufa Ali radhiyallahu anhu hali ya kuwa umri yake ni miaka 63. Wa aqallu man yujawizu dhalik, ni wachache katika umma wa Muhammad ambao watakwenda kupita zaidi ya miaka 60 hadi 70. Naam, asema Ibn Hajar al-Asqalani sahibu Fathul Bari sharh sahih al-Bukhari, al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani aliyesherehesha kitabu kikubwa ambayo inategemewa baada ya Qur'an ambayo ni sahih al-Bukhari, asema huyu imam ni kwa nini umri ya hii umma ikaweza kuwa ndogo zaidi. Asema rahimahullah katika Fathul Bari mujallad wa 11 ukurasa 236, asema rahimahullahu ta'ala, kanat al-umam as-sabiqa taishu tawal al-a'mar, asema umma iliyopita walikuwa wakiishi miaka mingi sana. Umma wale waliokuwa mbele kabla ya umma wa Muhammad, umma wengine waliotumiwa mitume waliotangulia walikuwa wakiishi miaka mingi sana, lakini asema fa'a'ta Allahu hadhihi al-umma min al-fadli ma yu'awwidu qisari a'mariha, asema Mola subhanahu wa ta'ala aliwapatia hii umma katika neema aliyowapatia hii umma ni ule uchache wa maisha yao. Allah kawapa umma wa Muhammad, Allah kawafadhilisha umma wa Muhammad kwa kuwapatia umri iliyokuwa chache kati ya 60 hadi 70. Aendelea kusema rahimahullah, isaru a'mariha bitada'ufil ujuri wa kathratil mawasimil fadila, lakini asema Allah subhanahu wa ta'ala alipowapatia hii umma umri kiasi hiko, Mola subhanahu wa ta'ala aliwapatia kitu ambacho kinaweza kikakava ile umri zilizobakia. Ukiangalia ikhwan, katika mwezi wa Ramadhan kuna usiku mmoja, ni usiku wa Lailatul Qadri. Usiku huo Allah subhanahu wa ta'ala anasema khairun min alfi shahrin, ni bora kuliko miezi elfu. Miezi elfu ni takriban miaka 83 na miezi 4 juu. Yule ambaye atapatana na usiku kama huo, Allah atampa fadhila ya kama vile mtu ambaye ametenda amal ya miaka 83. Wapi tutafikia miaka kama hiyo? Lakini asema Ibn Hajar al-Asqalani, kwa kuwa Allah akawapatia umri kama hiyo, nayo akawapa ofa kwa juu Mola subhanahu wa ta'ala, akawajalia fadhila zingine kwa juu. Matendo mmoja wakitenda, Allah anawahesabia maradufu. Akisoma harfu moja, Allah anahesabu ile harfu inakuwa ni maradufu. Ndio fadhila, anasema Ibn Hajar al-Asqalani, Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia umma ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, al-umam as-sabiqa, al-umam allati madat kana a'maruha tawila, umma zilizotangulia, naam, ilikuwa umri yake ni ndefu zaidi. Huyu ni Nuh alayhi salam, nabii wa kwanza na rasul wa kwanza ambaye ametumwa na Mola subhanahu wa ta'ala. Akimzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala akasema, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatan illa 50 ama, hakika yetu sisi tumemtuma Nuh alayhi salam kwa umma wake, aliishi na wao, alikaa na wao miaka 950, au Allah anasema aliishi na wao mwaka 1000 isipokuwa tu hamna miaka 50 pekee. Yani kufika 1000 amepunguza tu miaka 50.
Allah subhanahu wa ta'ala akamweka miaka 950 takriban katika dunia hii, alimpa umri mrefu. Lakini huyu Nuh alayhi salam, inasemekana kama anavyoisimulia Al-Hasan katika kitabu kimoja, anasema lamma jaa malakul maut ila Nuh alayhi salam, malakul maut alipomkujia Nuh alayhi salam. Nuh huyu ambaye Allah anasema aliishi na watu wake miaka 950 kufika 1000 kasoro 50 tu. Asema huyu Hasan anasimulia, anasema kwamba Nuh alayhi salam lamma jaahu malakul maut, malakul maut alipomkujia. Kawaida sote hakuna tunayemsubiri isipokuwa malakul maut. Siku ikifika basi atakuja moja kwa moja atatuchukua. Manabii hawakusazwa asembuze mimi na wewe tutakuja kuchukuliwa. Lakini Nuh alayhi salam baada ya kukaa miaka 950 malakul maut anamkujia. Akaulizwa Nuh alayhi salam, akaulizwa qala ya aqwalan nabiyina umran, akaulizwa ewe ambaye umri yake ni mrefu kuliko mitume wote. Tabaan hakuna mtume ambaye amekaa miaka mingi kama Nuh alayhi salam. Nuh alikujiwa akaulizwa ewe ambaye umri yake ni mrefu kuliko mitume wote, kaifa wajadta dunya, kaifa wajadta dunya wa tam'aha, ulionaje dunia na utamu wake? Hebu tuelezee dunia, kwa sababu ulipata kukaa miaka 950. Hebu tuelezee au tuambie hapa duniani kuko vipi? Sikia aliyekaa miaka 950 amejibu nini? Qala karajulin dakhala baitan lahu baban, asema ninachoona ama ninavyoichukulia dunia, niliona tu kama vile mtu ameingia nyumba au chumba ambayo ina milango miwili. Akasema fadakhala min ahadihima wa kharaja min al-akhar, akasema nilivyoiona ni kama vile mtu ameingia chumba ambacho sio nyumba, bali aliingia tu chumba ambayo ina milango miwili. Una mlango upande ule mwingine na una mlango upande ule mwingine. Kisha akaingia kwa mlango wa kwanza na akatokea na wa pili. Asema hivyo ndivyo namna alivyoona. Hakadha dunia ayu alhibba, ni namna hivyo hivyo ndivyo dunia ilivyo. Yule amekaa miaka 950, bali sisi hatufiki hata 1% ya miaka aliyokaa. Naam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umri ya umma ya Muhammad ni kuanzia miaka 60 hadi 70. Kullu ibn untha wa in talat salamatuhu yawman ala alihi hadban mahmulun wan nafsu ta'si ala ad-dunya wa qad alimat anna as-salamata fiha tahkuma fiha. Asema mshairi mmoja, hakika ya mwanadamu ishi atakavyoishi, kaa atakavyokaa, atembea atakavyotembea, ukitaka fika miaka 60 hadi pita 70, fika 80, fika 100, hakika siku moja atakwenda kubebwa mabegani mwa wanaume. Akaendelea kusema hakika ya mwanadamu alichokijua anna salamata fiha, alichokifahamu kwamba usalama uliopo ndani ya dunia hakika ni kuondoka. Anna salamata fiha takuma fiha, mwanadamu anafahamu ya kwamba usalama wa dunia ni kuyaacha yale yaliyomo ndani ya dunia yake. Naam ikhwa, sote tutakwenda kuondoka. Umri yetu imepimiwa. Iko watu utakuta kila mwaka wanasherehekea kupungua kwa miaka yao. Mtu anasema mwaka huu birthday yangu ni siku fulani. Hiyo siku itatengenezwa makeki, watakuja kukata keki wengi. Wanasherehekea nini? Wanasherehekea huyu mtu kapungukiwa na umri wake, anaelekea kaburini, anakaribia, basi ndio ni tukasherehekea. Hiyo ndio tafsiri ya birthday.
wote wanakuja kusherehekea. Ujue ya kwamba unaposherehekea zile siku zako unasherehekea kupungukiwa na umri yako. Umri inakwenda, sote huko ndiko tunakokuwa ni wenye kuelekea. Naam, ayuha almuslimun, laqad thabata fi hadithin sahih عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 40. إخوة، imekuja hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni hadithi ambayo imesahihishwa na al-Imam al-Albani katika Sahihul Jami' kwa hadithi nambari 7299. ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, haitonyanyuka nyayo ya mja, hatonyanyuka mja mbele ya Mola wake mpaka pale atakapoulizwa vitu vinne. Usipoulizwa vinne, fahamu hautokuwa ni mwenye kunyanyua miguu yako au nyayo yako mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, an umrihi fima afna, huyu mwanadamu lazima aulizwe umri yake anaitumia vipi. Miaka 60, miaka 50, miaka 40, hizo miaka ulizoziishi zote umeitumia vipi? Umetumia kwa fitna? Umetumia kwa kuwagombanisha Waislamu? Umetumia kwa kueneza shari katika umma? Umeitumia umri wako kwa kumtii Mola? Umeitumia umri yako kwa kuifuata sunna ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lazima umri yako unapokuja mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala lazima uulizwe. Nyingine asema, wa an shababihi fima ablah, ujana wako utaulizwa umeutumia vipi. Vijana, nguvu hii tulizo nazo, hii nguvu ambayo tunaishi nayo, hii nguvu ambayo tunajidai nayo, tunajipatia nao vifua, tunakwenda kuwapiga ngeta mtu fulani kwa sababu yeye anaitwa John au yeye anaitwa Josephat. Kwa sababu hiyo tu ukampiga ngeta, ufahamu ya kwamba nyayo yako au miguu yako haitonyanyuka mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala akakuuliza kutokana na ujana wako. Jambo la tatu asema Rasul, wa an malihi aina tasabahu wa fima anfaqa, ataulizwa kutokana na mali yake. Hii mali yake ameitoa wapi au ameichuma vipi na ameitoa vipi? Utaulizwa mali yako, namna ulivyochuma na namna ulivyotoa. Umetoa kwa kina nani na kwa nini? Lazima hiyo hesabu ukafanyiwe. Iwapo unatumia mali yako kwa kumuasi Mola subhanahu wa ta'ala. Naam, jambo la nne asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi madha amila fihi, na ile ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Allah amekujalia ilmu, ukafahamu haki, ukafahamu kila kitu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kukuuliza kutokana na ilmu yako. Ili uwe na ilmu, sio lazima, au ilmu inayozungumziwa sio ilmu ya kupanda mimbar na kutoa, sio ilmu inayozungumziwa hiyo. Ulishajua ilmu ya kumwabudu Mola, ulishajua uharamu wa riba, ulishajua uharamu wa kitu fulani, lakini wewe ukakwenda kuingia. Hii ndio ilmu ambayo Rasul alayhi salatu wasalam anazungumzia. Sio imesemekana ilmu pale wamezungumziwa ulama. La, umezoea ilmu ya kumwabudu Mola, hukumwabudu kwa ilmu hiyo, basi hiyo mambo manne au hayo mambo manne yote katika maisha yako hutonyanyuka mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala mpaka ukafanyiwe interview ya maswali hayo manne, afwan, ndipo utanyanyuka mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala na kuelekea. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waqifuhum innahum mas'ulun. Allah anawaambia malaika, wasimamisheni, innahum mas'ulun, hakika ya wao wataulizwa. Wataulizwa kwa matendo yao yote. Umri aliyepatiwa, iwapo ni 70,
iwapo ni 25, iwapo ni 30, Allah anasema waqifuhum innahum mas'ulun. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine anasema thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, kisha watakwenda kuulizwa kutokana na neema waliyopatiwa. Tukisema neema sisi tunajua tu utajiri. Allah kakupa macho mawili ni neema, amekupa umri wa kuishi ni neema, Allah akakupa nguvu ni neema, Allah akakupa uwezo wa mali ni neema. Kila alichokupatia Allah anasema thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Kila neema aliyopewa mwanadamu huyu atakwenda kuhojiwa juu ya ile neema aliyokuwa ni mwenye kupatiwa. Asema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hijr, asema Allah fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Allah anasema fa wa rabbika, ewe Muhammad, ninaapa kwa Mola wako, lanas'alannahum ajma'in, wote tutakwenda kuuliza. Wataulizwa kutokana na nini? Allah anasema amma kanu ya'malun, kwa yale matendo ambayo walikuwa wameyatenda. Yote asema Allah tutakwenda kwa hoji kwa yale ambayo wamekuwa ni wenye kuyatenda. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Araf, fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin. Allah anasema tutakwenda kuuliza wale ambao wametumwa kwao. Mtume Muhammad atasimamishwa akahojiwe kutokana na umma wake. Fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim, tutawauliza kutokana na wale ambao wametumwa kwao. Wala nas'alanna almursalin, na tutawauliza wale ambao tuliwatuma kwenda kwao. Mitume wataulizwa kutokana na sisi, na sisi tutakwenda kuulizwa kutokana na mitume siku ya Kiyama. Kwa hivyo la budda min as-su'al, lazima tuulizwe kwa mambo hayo ambayo tumeyataja. Ni lazima Mola subhanahu wa ta'ala atuhoji kwa hayo madai siku ya Kiyama. Ikhwa, katika hadithi sahihi ambayo ameipokea Imam al-Hakim katika Mustadrak kwa hadithi nambari 7846, na hadithi kasahihishwa na al-Imam al-Albani katika Sahih al-Jami' kwa hadithi nambari 1077, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam iftanim khamsan qabla khamsin, asema faidika na mambo matano kabla huja kutwa na matano. Zingatia matano kabla haja kukuta mambo matano. Jambo la kwanza asema Mtume, shababaka, shughulikia ujana wako, fanya ibada katika ujana wako. Kipindi ambacho una nguvu soma Qur'an, ishi na watu vizuri kipindi ambacho uko na nguvu. Wewe ni shabab. Tukisema kijana ni kuanzia miaka 40 kuelekea mpaka 15. Hao ni vijana. Allah anawazungumzia vijana, anasema hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Allah anasema tuliwaumba wanadamu hao ama wamama zao waliwazaa na wakawalea vizuri, mpaka anasema hatta idha balagha ashuddahu, mpaka mwanadamu huyu akafika katika kiwango ya nguvu. Allah anazungumzia kiwango ya ujana, wa balagha 40 sana, kisha nguvu anayozungumzia Allah ni kufika miaka 40. Basi ukifika katika ashudda, ukafika katika nguvu, uko na miaka 20, 25, uko na 30, 35, ukafika 39 hadi 40, uko katika hatari kubwa kabisa ya kumwelekea Mola subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia shababaka, tumia vizuri ujana wako kabla haramika, kabla hujazeeka. Utafika umri wazee wetu waliofika, na ibada huwa ngumu pindi unapoanza uzeeni. Kuelekea kwa Mungu ni kugumu bila kuianza ukiwa kijana. Ama Waarabu wanasema maandishi yaliyoandikwa ama kuhifadhi vitu ukiwa utotoni, wanasema kanakhshin ala alhajar au ala alhajar. Wanasema kuhifadhi vitu utotoni
ni kama vile kuandika neno kwenye mawe. Lakini anasema alhifdhu fil kibari kanakhshin ala alma, kuhifadhi vitu au kujilazimisha kufanya kitu ukiwa uzeeni, wanasema ni kama maandishi yanaandikwa juu ya maji. Unaandika imekwenda, unaandika ba imekwenda. Sasa ninakusihi kijana mwenzangu, tuelekee kwa Mola wakati. Ni ushauri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio wako. Asema shababaka kabla haramik. Jambo la pili Mtume anasema wasihataka kabla saqamik, afya yako. Sahihi una afya, unasikia vizuri, una homa, una pressure, una kisukari, uko sawa sawa kabisa, afya yako iko mzuri, basi jaribu kuogopa Mola subhanahu wa ta'ala. Sahihi kila kijana ukimuuliza ni ugonjwa gani anaogopa zaidi, anasema ukimwi bwana. Hiyo ni hatari, itakumaliza hiyo. Lakini hajui ya kwamba ukimwi inaletwa na sababu. Hawezi epuka sababu ile na anakuambia ni ukimwi anauogopa. Naam. So Allah subhanahu wa ta'ala amekupa afya sahihi, tumia siha yako vizuri. Usikuje kuijutia neema ya siha, utakuja kujua pindi unapokuwa na maradhi. Tembea mahospitalini. Siku moja tembea tu hospitalini, ukaangalia ile tabu na shida wagonjwa waliokuwa nayo. Ndipo utajua ile neema ambayo umebeba mgongoni mwako. Ikhwa, jambo la tatu asema Mtume waghinaka kabla faqrik. Tumia vizuri utajiri wako kabla hujakuwa maskini. Wanasema aliyo juu mngoje chini. Asubuhi moja utaamka umefilisika. Nilisoma katika taarifa masiku kadhaa, kuna mwanachuoni mmoja alikuwa katika mabilionea wa Saudia. Ni habari tu ya mwezi huu. Alikuwa mabilionea, alikuwa katika listi ya mabilionea. Inasemekana katika zile bilioni zake akawagawia watoto wake haki zao zote, ikawa haiko chini ya umiliki wake. Alafu zile pesa zilizobakia akabakia na asilimia kidogo. Inasemekana alibakia na milioni 900 peke yake. Alafu zile zilizobakia zote akawagawanyia maskini. Siku hiyo hiyo akatolewa katika listi ya mabilionea wa Saudia. Alikuwa bilionea, sasa amerudi katika milionea. Lakini inategemea alitoa katika njia gani. Naam. Kwa hivyo utajiri wako kabla haujakuwa maskini, sio lazima tuwe mabilionea jamani. Sio lazima tuwe mamilionea. Tunakuwa mamilionea ya kujenga akhera. Ukitoa moja, Allah amekuhesabia mbili. Ukitoa sehemu kama hapa, Allah amekujengea nyumba, umejenga nyumba hapa duniani ya Mwenyezi Mungu na Allah akakujengea akhera. Hiyo ndio bilionea ambayo Allah ametutumaini tukaweze kuitafuta. Naam, jambo la tatu ama jambo la nne, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa faraghaka qabla shughlik. Nafasi yako ulionayo jaribu kuitumia vizuri kabla hukuweza kupatikana na mashughuli. Na jambo la tano asema Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hayataka qabla mautik, na uhai wako kabla ya kufa kwako. Ikhwa, asema mshairi mmoja, ya nafsa mahlan fa inna ad-dahra markaban yusaqu man kana fihi lirraddi sababuhu wa'mal li nafsika qabla al-maut mujtahidan fa innama ar-rabhu wal khasranu fil 'amali la taghtar bi tuli al-umri innahu nihayatun la yabu'u al-mar'u min ajali. Asema mshairi huyu, hakika ya nafsi itakuwa ni yenye kuishi katika dunia kwa namna inavyokwenda kuishi, na marejeo yake yatakuwa ni kifo peke yake. Lazima hii nafsi itakufa. Na vile vile asema wa'mal li nafsik, basi kafanyia kazi nafsi yako. Hakika fa inna ad-dahra markabatun, hakika ya dunia hii au maisha yako ni kipando tu ambayo unapanda, ukifika unapotaka utashuka.
kabla hujashukishwa katika gari hii ya dunia uliyoabiri, unaambiwa basi weza kufanyia kazi. Akasema la taftar biqulil umri, usidanganywe na urefu wa umri yako. Inna lahu nihayatun la yabulu al-umru min ajali, hakika umri yako uko na mwisho na hakuna kile ambacho kitakwenda kukuzuia kutokana na kuelekea katika akhira yako. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah ala ihsanihi washukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwa, innal a'mara la budda satantahi. Hii umri kidogo Allah aliyotupatia hakuna budi itakuwa ni yenye kuondoka. Hakuna yule atakayeishi milele kati yetu, kila mmoja ataondoka. Aina Muhammad? Yuko wapi Mtume sallallahu alayhi wasallam? Law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya. Kama ingekuwa dunia inabakia watu, ama watu kama hawangekuwa wanakufa duniani, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam angelikuwa hai mpaka leo, angelikuwa na sisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukimalizia khutba yetu, alipokuwa amekaribia katika mauti yake, asema Aisha radhiyallahu anha, faraaituhu wa huwa yamsahu wajhahu bilma. Aisha anasema nilimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akipanguza uso wake kwa maji katika kifo yake, akiwa katika sakaratul maut. Mtume akasema Allahumma a'inni ala sakaratil maut, ewe Allah nisaidie katika sakaratul maut. Katika riwaya asema innal mauta la sakarat, asema hakika ya mauti ni chungu, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam. Vipi ruhu yetu inapokwenda kutolewa? Sisi ambao ni watu hasi, sisi ambao chuki zimejaa nyoyoni zetu, sisi ambao waadui imejaa vichwani mwetu, sisi ambao tunapanga mipangilio isiyokuwa mazuri kwa ndugu zetu, iwapo ruhu ya Mtume ikitolewa ni chungu, itasazwa yangu na ya kwako. Hebu fikiria hali yangu na ya kwako itakuwa namna gani? Innaka mayitun wa innahum mayitun. Allah anamhakikishia Muhammad, innaka mayitun, hakika yako wewe utakufa, wa innahum mayitun, na hata hao watakufa. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kueleza, wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun. Allah anauliza, ewe Muhammad, hatukufanya wanadamu kabla yako wewe ni wenye kukaa milele? Hivi wewe ukikufa, wewe Muhammad mwenyewe ukikufa, hivi wao watabakia milele? Sualun la budda minha, ni swali ambayo hakuna budi Allah subhanahu wa ta'ala atatuuliza. Leo tukisema ni watu wangapi wanataka kwenda peponi, msikiti mzima utainua mkono mpaka uko nyuma. Lakini tuseme tu ni wangapi wanataka kufa, mkono utabakia chini. Tunataka kufa, hatutaki kufa, na tunataka janna. Hilo haliwezekani, ili ufikie janna mpaka ukufe. Kwa hivyo ikhwa, ikiwa Muhammad amekufa, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuwajalia viumbe waliokuwa kabla yetu wakabakia milele, sembuse mimi na wewe ambaye ni watu ambaye ni dhaifu kabisa katika taa na ibada ya Mola subhanahu wa ta'ala. Ikhwa, tukimalizia, tafakkar fi zawali dahri, asema mshairi, tafakkar fi zawali dahri inna ad-dahra fanin walau damat li ghayrika ma wasalat ilayk. Asema fikiria sana kuhusiana na maisha yako, fikiria zaidi kutokana na umri uliopatiwa. Hakika ya dunia, lau damat li ghayrika ma wasalat ilayka, hii dunia ingekuwa inawabakia wengine, basi wewe haingekufikia. Kama waliotangulia wote walikuwa wanabakia, basi dunia hii haingetufikia mimi na wewe, tusangali kuwepo. Naam, la takhtar bi tulil umri inna lahu nihayatun la yabu'u al-mar'u min ajalin. Usidanganywe na umri ama urefu wa umri wako, uchache
wa umri wako uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ipo siku utakwenda kufa. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu alipozungumzia taqwa asema, at-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-isti'dadu li yawm ar-rahil wal-ghana'atu bil-qalil. Asema Ali radhiyallahu anhu, at-taqwa, kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ili mtu ipatikane ucha Mungu ndani yake, asema ni al-khawfu min al-jalil, ni kumwogopa Mola subhanahu wa ta'ala, wal-amalu bit-tanzil, kufanyia kazi yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, wal-qana'atu bil-qalil, na kutosheka na kile kichache ambacho umepewa, asema wal-isti'dadu li yawm ar-rahil, na ni kujiandaa kwa ajili ya kukutana na Mola subhanahu wa ta'ala. Tumeletwa kujiandaa, hatukuletwa kutafuta maisha. Kila mmoja ukiuliza atakwambia ipo siku nitatoboa, nina imani ipo siku nitatoboa maisha hii. Anakuambia wanaonipita kwa dharau leo, anasema ipo siku watanisalimia kwa heshima. Tafuta heshima kwenda kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Naam ikhwa, nikimalizia katika khutba yangu na kisa kimoja ya mbedui mmoja. Inasemekana mbedui mmoja katika maisha yake hakuwahi kusafiri, masafara fi tuli umri, katika umri yake yote hakuwahi kusafiri. Tabaan, pengine sehemu za badia leo watu kama hao pengine wanapatikana. Sasa huyu Arabi pengine anatembea tu maeneo ya karibu, lakini hakuwahi hata kusafiri safari zilizokuwa ndefu. Inasemekana mbedui huyu siku moja alisafiri. Alipokuwa ni mwenye kusafiri, akakuja kupumzika katika sehemu katika safari yake. Aliingia katika safari, baada ya kusafiri akaingia sehemu ya kujipumzisha, sehemu ya kulala. Sasa alikuwa yuko kwake siku zote, basi leo yuko ugenini. Inasemekana huyu alikuja kulala. Alipokuwa ni mwenye kutaka kulala, ikawa usiku umekuwa mrefu, hapati usingizi. Anageuka kuliani, usingizi haikuji. Anageuka kushotoni, usingizi haikuji. Kuanzia alale muda wa kulala mpaka kukapambauka, macho haitaki kulala. Alizungumza neno ambayo inakwenda kutufungia khutba yetu, neno ambalo inastahiki kuandikwa, na sio tu kuandikwa, inastahiki kuandikwa kwa wino ya dhahabu. Asema huyu mbedui, asema faraqtu mawdi'a marqadi fafaraqani as-suqur al-qabru awwalu laylatin kulli ma yakun. Asema niliacha usiku wangu, ama niliacha bedroom yangu, niliondoka kwenye kitanda changu nikasafiri. Leo nimekuja katika chumba chingine, niko katika bedroom tofauti, niko juu ya tandiko tofauti. Nikiwa katika chumba kama hiki, hali yangu ni kama hii. Ikiwa uzito au tabu niliyopitia usiku huu mzima umefikia nikakosa usingizi usiku kucha, akaenda akaja akasema al-qabru awwalu laylatin, ni vipi kaburi nitakapoingizwa usiku wa kwanza nitakuwa na namna gani? Kulli ma yakun, asema niambie, iwapo siku ya kwanza nitaingia katika kaburi, ndio usiku wangu wa kwanza, nimeingizwa katika kaburi, walioniweka wameondokea, niko peke yangu, mimi peke yangu ndani ya kaburi, basi nielezeni vipi itakavyokuwa. Tafakar ayuha alahibba, fikiria ndugu yangu Muislamu, iwapo hali kama hiyo yanakupitia, ni vipi wakati unakwenda kuingia katika kaburi usiku wa kwanza peke yako? Hakika hakuna unachobaki nayo isipokuwa matendo yako. Ibadallah, inna Allaha amarakum bi amrin bada bihi binafsihi wa thana bi malaikatihi qudsihi wa thalatha bikum ayyuha almu'minuna haythu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.